Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Aprili 18 jijini Berlin imeripotiwa na TASS kwamba Urusi iko wazi kwa mazungumzo na kurejesha uhusiano, lakini mazungumzo lazima yawe ya kujenga na bila miadhara. Balozi wa Urusi nchini Ujerumani, Sergei Nechayev, alisema katika mjadala uliopewa jina la maelewano ya pamoja kati ya Mashariki na Magharibi kwa diplomasia ya ujasiri, uliofanyika Ijumaa katika ukumbi wa maonyesho wa Berlin. Mwandishi wa TASS aliripoti, "Tuko wazi kwa mazungumzo, tuko wazi kwa kurejesha uhusiano na majimbo yote yanayotaka hili, kwa mazungumzo sawa, bila kuambiliwa mahali petu pako wapi." Mwanadiplomasia huyo alisema. "Ni kwa msingi huu tu," aliongeza, "mazungumzo yanaweza kuendelea. Hatukatai mazungumzo na tuko tayari kila wakati kwa ajili yake, pamoja na wote wanaotaka kwa dhati," alisema. Hata hivyo, ikiwa lengo ni kutufundisha, hilo halitafanikiwa. Hakika tunaunga mkono mapendekezo yenye kujenga na majadiliano yenye kujenga, balozi huyo aliongeza. "Tuko tayari kabisa kwa mazungumzo, lakini hatutajilazimisha," alisema. Mwanadiplomasia huyo alisema kwamba Ulaya Magharibi haielekei kufanya uchambuzi wa kina na usio na upendeleo wa hali halisi ya Urusi au maslahi ya usalama ya Urusi, lakini wakati wa diplomasia utafika. Hakika kwa namna moja ama nyingine. Baada ya yote, tunaunga mkono amani ya muda mrefu na ya kudumu na Ukraine iliyorasimishwa katika sheria za kimataifa pamoja na dhamana maalum za usalama, labda kupitia idhini ya Baraza la Umoja wa Mataifa," Nechayev alibainisha, akiongeza kuwa Urusi iko tayari kwa mazungumzo zaidi. Wakati huo huo, alibainisha kuwa Urusi haijasitisha makubaliano hata moja na Ujerumani. "Kila kitu ambacho kimezuiwa hakikufanywa na sisi. Hatukuchoma madaraja, tuko wazi kabisa." Mamia ya makubaliano mbalimbali yalifanikiwa kwa pande zote mbili. Ndiyo, kwa upande wa uaminifu tunaohitaji. Sasa tuseme mwanzo mpya, mwanzo mpya, mwanadiplomasia huyo alisema. Basi kwa kupata habari zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.